Jina langu ni Pascal Simulagiri, mkuu wa wilaya ya Bukombe. Na kwa kweli kwa mkoa mzima wa Geita tumebahatika kuwa na uwepo wa madini. Kwa hivi sasa pamoja na kama tuna maeneo mengi, lakini lipo eneo maarufu sana bali kando ya barabara inayotokea Kagera kuelekea Kahama, eneo linaloitwa la Msasa. Pale tumeibuka mgodi mkubwa sana wa uchimbaji ndogo ambao wamekuwa wakipata riziki yao. Sisi kwetu na hiyo ni baraka, ni neema, kwa sababu uwepo wa mgodi huo umefungua fursa za ajira kwa watu wengi. Ni idadi kubwa sana ya vijana nguvu kazi ambao ipo pale, na hivyo kuhakikisha kwamba wale watu wote ambao walikuwa wamekosa ajira na wenye nia kufanya kazi na wachapa kazi halisi, ukienda pale utawakuta na wanafanya kazi. Hii kwetu ni fursa kubwa, sio kwa wao tu, imekwenda kufungua uchumi. So tumepokea idadi kubwa ya wageni waliokuja nje ya Bukombe, wameingia pale. Kwa hesabu za haraka sio chini ya watu 2000 ambao wamekuja kutoka nje ya wilaya yetu katika huo mgodi mmoja peke yake. So tunapozungumzia uwepo wa watu wote hao, maana kuna vitu vingi vinaambatana hivyo. Kwa swala la chakula, namna ya kuwalisha, wapo ambao hawataki kulala kwenye eneo mgodi, wanakaa kwenye guesti. Na sasa ukienda kwenye miji yetu kama ya Lunzewe, Ushirombo, nyumba za wageni zimejaa kwa sababu wengi waliokuja wafanyabiashara kwenye sekta ya madini wamefikia kwenye nyumba kama hizo. Yani, hii inatoa fursa nyingine ya mzuko wa fedha kwenye wafanyabiashara. Mgodi wetu kiukweli tunashukuru Mungu. Tumesaidia kupata riziki na pia imesaidia riziki kwa watu wengi wa makundi tofauti. Na jinsi mnavyoona mgodi wetu hapo una zaidi ya watu 3500 hadi 4000. Wote wanapata riziki kupitia mgodi huu. Kati ya watu humo kuna makundi ambao ni wachimbaji moja kwa moja wanazama kwenye maduala, lakini wapo wa mafundi wanaofunga maduala, wapo wadhamini wa hayo maduala, lakini pia wapo wanunuzi wa mawe. Kuna makundi pia kina mama ambao wanahusika na felo na ukwale. Kuna makundi ya wabeba mizigo ambao wamegawanyika, wengine kwa baskeli, wengine kwa kutumia jitihada za kubeba. Lakini tofauti na hapo pia kuna makundi mengine ambayo yanapata riziki kutokana na uchimbaji huu. Hiyo mgodi tunashukuru sana. Kwa sasa maeneo yetu ya wilaya ya Bukombe ndio sehemu ambalo tunaweza kuwa na makusanyo makubwa kwa maana ya kodi ya serikali. Mpaka sasa inaweza kuwa zaidi ya milioni 250 na kuendelea ambayo inapatikana hapa. Lakini halmashauri zetu pia zinakusanya NSSR kupitia hapa. Tunafanya kazi vizuri kwa ushirikiano na wenye mashamba, serikali ya kijiji, tunapata riziki. Hivyo tunashukuru sana kwa wote kwa maana Wizara ya Madini. Na pia mimi nitumie nafasi hii kuwaasa vijana hao na watu wote wenye dhamira au woga wa kusita kutafuta leseni. Mfumo ni rahisi sana na yeyote anayeomba anapata kupitia huko.